Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Dagoret Mangosongo kutoka kwenye maskani wa milio ujumbe sana kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 7 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya michoro ya kinabii, kwamba kuelezea kwamba utangulizi wa unabii uliokuwa umetabiriwa mwaka ilikuwa tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Sasa unabii huu umetimizwa wakati wa tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Mungu alitoa nabii za dunia, nabii 21 za dunia. Katika nabii zile, Mungu ule unabii wa pili unajulikana kama unabii wa zile nabii za dunia, ambao Mungu Yesu alieleza matukio maalum yatakayothibitika ulimwenguni kabla ya kuja kwake. Ule unabii wa pili wa dunia, Mungu alieleza habari ya maanguko ya uchumi wa dunia, kwamba Mungu alitabiri kwamba ulimwengu huu utaingia kwenye kadhia mbaya zaidi, kwa maana kutakutokea na maanguko ya uchumi wa ulimwengu. Na ninaweza sasa kufanya marejeo haya kinabii. Tayari mmeona utangulizi, unabii ule umeanza kuthibitika, na mmeona kutokana na tatizo la vita ile inayoendelea kati ya Israeli na Marekani pamoja na dhidi ya Iran. Mmeona sasa mgogoro mkubwa wa mfumo wa uchumi wa ulimwengu, hasa kutokana na ya kupanda kwa bei ya mafuta ulimwenguni, ambayo itapelekea mgogoro mkubwa sana wa kimaisha, kwa maana ya mifumo mingine ya kiuchumi, ikiwemo pamoja na usafiri, pamoja na gharama mbalimbali za maisha, kwa maana ya vyakula na vitu vingine. Mungu mkuu Yesu alitangulia kufanya michoro hii ya kinabii. Kwa kutokana na jambo hili ambalo sasa limekumba dunia, naweza kusema hapa kwamba tayari unabii ule umeanza kuthibitika sasa, lakini ni utangulizi tu wa michoro katika lugha ya mwamba mkuu Yesu, ambaye anatoa anwani zake ulimwenguni kwa ajili ya kuweka anwani zake, ili watu wote wapate kujua kwamba Mungu mkuu Yesu yuko duniani akifanya mahesabu, akiachilia anwani zake maalum ulimwenguni kabla ya kuja kwake kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo ninaweza kusema haya tayari mambo haya yameanza kuthibitika ulimwenguni. Unabii huu umeanza kuthibitika, na niko hapa kutumia wakati huu kueleza tena kwa ajili ya serikali za bara la Afrika, serikali ya Tanzania, serikali za ukanda wa Afrika Mashariki wachukue tahadhari kwamba kuna mgogoro mkubwa wa kiuchumi utaibuka ulimwenguni, kiasi ambacho utaleta kadhia mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ya ukawaji wa nchi. Kwa hiyo serikali za ukanda huu wa Afrika pamoja na Afrika Mashariki pamoja na nchi ya Tanzania, mnaweza kufanya marejeo, na watu mbalimbali mnaweza kufanya marejeo kupitia kwenye mtandao wetu wa TikTok wa Felix Mosuministry. Utaona tulitoa nabii 21 za dunia, unabii wa pili katika mtiririko wake. Mungu mkuu Yesu alisema jambo hili. Niko hapa kwa ajili ya kuthibitisha michoro hii, na ikumbukwe kwamba huu nabii ambao tunauelezea ni utangulizi tu, na tayari Mungu mkuu Yesu tokea tumeanza huduma hii mwaka 2023 ule mwezi wakati tunaanza kurekodi unabii wa kwanza mwaka 2023 mpaka sasa hivi nabii 157 sasa zinatimizwa ulimwenguni. 157 zinatimizwa hapa duniani, kwa maana tokea tumeanza kutoa unabii hizi, unabii wa 157 umetimizwa duniani, umetimizwa katika kuweka anwani hizi mashuhuri ulimwenguni. Kwa hiyo watu wanapopata kujua haya, ujue kabisa ni Mungu mkuu Yesu anaweza kusema mambo na kuthibitisha michoro yake kabla ya kuja kwake kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo nitumie nafasi hizi nabii ambazo Mungu mkuu Yesu anazitimiza, pamoja na nabii mbalimbali ambazo Mungu mkuu Yesu anazitoa, lazima watu wachukue tahadhari sana. Mnaweza kufuatilia mtandao wetu wa TikTok wa Felix Mosuministry, utaona kuna nabii nyingi zimeachiliwa, na zile nabii za wastani wa 157 zimetimizwa katika anwani ambazo Mungu mkuu Yesu yule Eloi anasema zote anatoa anwani hizi mashuhuri ulimwenguni. Kwa hiyo mnapoona haya, mnapaswa kutubu dhambi, watu watubu dhambi, makanisa kwa watu watubu dhambi, wageuke, wachukue anwani ya mwamba mkuu Yesu. Unaweza pia kufuatilia ujumbe wa nane wa kanisa kupitia mtandao wetu wa TikTok au mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mosuministry. Utaona kuna jumbe mbalimbali zimeachiliwa, na tunajitahidi sasa hivi kuendelea kupandisha jumbe nyingine nyingi, kwa sababu mpaka sasa jumbe wastani wa 32 zimeshahubiriwa. Ndio maana tunajitahidi, na kwa ukiangalia kwenye mtandao wetu wa YouTube utaona kuna nabii jumbe tayari zilizopandishwa jumbe 14. Kwa hiyo kuna bado zaidi ya jumbe wastani wa 18 bado hazijapandishwa, pamoja na jumbe zingine za maonyo nyingi bado hazijapandishwa. Kwa hiyo tunajitahidi kufanya hivyo ili watu wote wajue kwamba Yesu Mungu mshauri
anaachilia anwani zake ulimwenguni kabla ya kuja kwake kwa ajili ya kuja kanisa. Unapoyaona haya, ujue kabisa Yesu analeta maandalizi mashauri. Tubu dhambi, geuka, mambo mashauri. Yesu anarudi moja kwa siku. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu. Yehova katutunane katika Mungu kuja. Amina. Bwana anasema hivi leo tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 kutoka kwenye maskani ya Mwenyewe, ujumbe wa saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa yote ya dunia, kama unabii wa pili au tunaweza kuita series ya pili. Bwana asema hivi, kutatokea na maanguko ya kiuchumi ya dunia. Ulimwengu huu utaingia kwenye anguko kubwa kuwahi kutokea katika historia ya dunia. Uchumi wa dunia utaanguka bila shaka yote kuelekea mmoja wapo ya siku hizi za mwisho. Kabla ya kuja kwa mambo mashuhuri Yesu, niliona maanguko makubwa, niliona mifumo ya fedha inaanguka, niliona mifumo ya kiuchumi inaanguka, niliona biashara zinaanguka, niliona hali mbaya sana kwenye mfumo wa kiuchumi wa dunia, hasa katika upande wa magharibi wa dunia. Asema mambo mashuhuri Yesu, funuzo mambo Mungu mashuhuri, Mungu wa zama zote. Na haya yanaenda kutokea kwa sababu wanadamu leo wanaamini zaidi akili zao, bunifu zao na mitindo yao ya maendeleo na kila namna na nadharia mbalimbali. Wao wamezifanya kuwa ndio kama miungu yao. Bwana asema hivi, anaenda kuleta itilafu ndani ya mifumo hiyo. Uchumi wa ulimwengu huu, uchumi wa dunia hii unaenda kuanguka na hali itakuwa mbaya zaidi duniani kuwahi kutokea katika historia ya dunia. Asema mambo mashuhuri Yesu, kuelekea kwenye mabadiliko makubwa yatakayoendelea kutokea duniani kabla ya kuja kwa mambo mashuhuri Yesu. Funuzo mambo Mungu mkuu, Mungu wa zama zote katika michoro ya kinabii. Leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025 kutoka maskani wa Mwenyewe, ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Unabii huu Mungu mashuhuri anauleta kama anwani maalum ya siku za mwisho kabla kuja kwake kwa ajili ya kanisa, ili watoto wake mahali kokote duniani wapate. Bei ya pipa moja la mafuta ghafi aina ya Brent, ambayo ni kipimo kikuu cha kimataifa, ilipanda hadi karibu dola 120, ikigusa dola 119 na senti 50 kwa pipa. Hata hivyo, baadaye ilishuka kidogo na kuuzwa karibu dola 107. Mafuta ya Marekani ya West Texas Intermediate ambayo yalipanda hadi dola 119 kwa pipa kabla ya kushuka hadi kwa karibu dola 103. Kupanda huku kwa bei kunachochewa moja kwa moja na vita vinavyozidi kupanuka katika Mashariki ya Kati, eneo linalozalisha na kusafirisha sehemu kubwa ya mafuta duniani. Eneo nyeti zaidi ni mlango wa bahari wa Hormuz, njia nyembamba ya bahari ambayo hupitisha takriban mapipa milioni 15 ya mafuta kila siku. Hii ni takriban 20% ya mafuta yote yanayosafirishwa duniani. Lakini sasa vitisho vya mashambulizi ya makombora na drone kutoka Iran vimefanya meli nyingi za mafuta kusita kupita katika njia hiyo muhimu. Matokeo yake, baadhi ya nchi zinazozalisha mafuta kama vile Iraq, Kuwait na hata milki za Kiarabu yani UAE zimelazimika kupunguza uzalishaji kwa sababu haziwezi kusafirisha mafuta kwa urahisi. Tayari kampuni ya nishati inayomilikiwa na serikali ya Bahrain, Bapco Energies nchini, imetangaza hali ya force majeure katika shughuli zake zote za kundi hilo siku ya Jumatatu, Machi tarehe 9 mwaka 2026. Force majeure ni tangazo la kisheria linaloiruhusu kampuni hiyo kusitisha kwa muda utekelezaji wa baadhi ya wajibu wake wa kimkataba kutokana na mazingira ya kipekee yaliyo nje ya uwezo wake kudhibiti. Sasa Iran imesema kwamba mashambulizi ya Israel katika magala ya mafuta mjini Tehran yalisababisha vifo vya watu 4. Israel kwa upande wake inadai kwamba maeneo hayo yalikuwa yanatumika kutoa mafuta kwa operesheni za kijeshi za Iran. Iran kwa kawaida husafirisha takriban mapipa milioni 1.6 ya mafuta kila siku, mengi yakielekea China. Sasa ikiwa usafirishaji huo utavurugika, China ambayo ni wanunuzi wakubwa watalazimika kutafuta mafuta kutoka masoko mengine, jambo linaloweza kusababisha utashi na bei kupanda hata juu zaidi.
Wachambuzi wa uchumi wanaonya kwamba ikiwa bei ya mafuta itaendelea kubaki juu ya dola 100 kwa pipa kwa muda mrefu, uchumi wa dunia unaweza kupata pigo kubwa, kuanzia mfumuko wa bei ya vyakula na bidhaa za kawaida majumbani, mbali na kupanda kwa gharama za maisha kwa jumla. Hata gesi asilia imeanza kupanda bei, ikiongezeka zaidi ya 4% mwishoni mwa wiki. Kwa kifupi, vita hivi si tu vya kijeshi, bali vinaanza kuwa vita vya kiuchumi, ama vita vya uchumi wa dunia.